Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Saad Mtambule, mkuu wetu wa wilaya hapa, Profesa Caroline Nombo, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Maulid Mwatawala, mwenyekiti wa bodi ya TET, Dr. Annette Komba, mtendaji mkuu wa TET na mwenye shughuli pamoja na bodi yako, Comrade Ali Bananga, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi leo, ndugu zetu wengine mlioko hapa, nafurahi kumuona katibu mkuu mstaafu ndugu yangu Akwilapo, japo umekuja kwa kofia ya kuwa mtendaji wa TET hapo kabla, na vile vile katibu mkuu mstaafu ndugu yetu Francis Michael. Nafurahi sana kumuona Profesa Masenge kwa namna ya pekee, mbobezi wa hisabati. Najua umekuja kwa kofia yako ya hapa, na wote mliokwisha staafu. Kamati yetu iliyosimamia mitaala, naomba msimame tena tuwapige makofi sana kwa kazi nzuri mliofanya. Viongozi wa dini mlioko hapa, wadau wetu wote mlioko hapa, watendaji mbalimbali wa taasisi mbalimbali mlioko hapa, washiriki wote wa shughuli hii, wanafunzi, waandishi wa habari. Narudia tena, kitabu kimoja mpe kitabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mara ya pili unakuja katika shughuli hii ya shamra ya kuadhimisha miaka 50 ya taasisi yetu hii ambayo inaitwa TET, Taasisi ya Elimu Tanzania, lakini vile vile inaitwa TAI, Tanzania Institute of Education. Najua kuna watu wanachanganya, hii sio mamlaka ya elimu, ni Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa Kiswahili kifupi chake inaitwa TET, lakini vile vile kwa Kiingereza inaitwa Tanzania Institute of Education, abbreviated kama TAI. Mara ya kwanza ulikuwa na sisi tarehe 7 mwezi wa 3 kama alivyosema mtendaji mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulipozindua shamra hizi. Na leo tena umekuja kuungana na sisi katika shughuli hii. Naomba nitoe shukrani za dhati kwa niaba ya wizara na kwa niaba ya wadau wengine wote kwa kukubali tena kuja kujumuika nasi, kwa upendo wako na jinsi unavyounga mkono shughuli hizi za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuendeleza elimu, ikiwa ni pamoja na mageuzi ambayo alianzisha na anasimamia. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba niwashukuru wengine wote ambao mmekuja kujumuika na sisi hapa kwa wingi wenu, pamoja na bodi. Nilimtaja mwenyekiti kwa niaba yenu wote, na wadau mbalimbali nawaona humu ndani, sitaweza kuwataja wote, lakini kuja kwenu kama alivyosema katibu mkuu ndio kuna halalisha hasa hitimisho hili la shamra ya miaka 50 ya TET. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtendaji mkuu Dr. Annette Komba ameeleza yote na ameeleza vizuri. Nita highlight kidogo katika mambo ambayo yatabaki kama kumbukumbu kubwa kwa miaka hii 50, hasa kipindi chetu ambacho tupo sasa hivi umetukabidhi jukumu la kusimamia sekta ya elimu. La kwanza kabisa ni kazi kubwa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu iliyofanyika katika kuandaa mitaala mipya. Wakati rais wetu anazindua sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023, tulikuwa tunatekeleza ahadi aliyoitoa kwa wananchi na maagizo aliyotupa sisi kwamba serikali anayoiongoza itapitia sera ya elimu na kupitia mitaala yote ili kuleta mageuzi yanayohitajika katika zama hizi. Sera ile ilizinduliwa, kwa kweli ilikuwa imekamilika sambamba na mitaala ambayo na yenyewe iliboreshwa kuakisi mwelekeo wa sera iliyozinduliwa. Na kazi hii ya mitaala ilifanywa vizuri sana na secretariat iliongozwa na TET, hasa Dr. Annette Komba, pamoja na kamati iliyoteuliwa na wizara
kujaribu kushauri na kusukuma mageuzi haya. Hii ni kati ya mafanikio makubwa sana katika miaka hii 50, kwa sababu sasa tangu TET ianzishwe tunaingia katika awamu nyingine ya mageuzi makubwa ya elimu kupata kutokea katika nchi yetu. Kabla ya hapo kulikuwa na mageuzi miaka 60. TET imezaliwa mwaka 75 katika majina tofauti kama tulivyoambiwa, lakini chini ya uongozi wake sasa tunakamilisha mitaala ambayo inaakisi matakwa ya zama hizi na mageuzi makubwa sana ya elimu. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyoona pale, chini ya uongozi wa taasisi yetu hii sasa hivi tunatoa sio vitabu tu vya wanafunzi, lakini vitabu vya wanafunzi wenye mahitaji maalum, na tunafanya hivyo kuanzia awali kabisa mpaka kidato cha 6 kwa mara ya kwanza kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hata wale wenzetu wana changamoto, wanahitaji vitabu vya Braille, sasa hivi vinatolewa na taasisi hii. Nimezungumza na wageni wanaokuja hapa nchini, kwa kweli wanashangaa mafanikio makubwa ambayo tumeyapata chini ya uongozi wa serikali yetu kuweza kujumuisha Watanzania wa aina mbalimbali katika swala la elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeona vile vile, japo kwa kifupi sana, jinsi ambavyo taasisi hii inajitahidi kutoa elimu sio tu katika zile njia za kiasili tulizozizoea, lakini katika njia za kidijitali na katika kutoa elimu kwa njia ya masafa. Na kama alivyoeleza mtendaji mkuu, baadaye leo tutakuomba utizundilie television ya TET ambayo inasaidia vile vile kuwasilisha namna mbalimbali ya elimu. Jambo jingine kubwa pengine halisemwi sana na ni vizuri tuliseme sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba kwa kawaida vitabu vya kiada baada ya changamoto tulizoziona huko nyuma vinaandikwa kwa kutumia jopo la wataalamu mbalimbali chini ya uongozi wa TET, na huko tumefanikiwa vizuri sana. Vitabu vinavyotokana na TET vinachukuliwa hata na baadhi ya nchi jirani kwa ajili ya kutumika mashuleni kama vitabu vya ziada. Lakini katika uandishi bunifu huwa ni juhudi za mtu mmoja mmoja peke yake. Vitabu kama vya Chinua Achebe ni juhudi binafsi za Chinua Achebe. Vya Ngugi wa Thiong'o ni juhudi binafsi za Ngugi wa Thiong'o, pamoja na waandishi kama Shaban Robert, Shafi Adam Shafi hapa nyumbani. Sasa chini ya uongozi wa wizara na utekelezaji wa TET, TET sasa hivi inachochea uandishi bunifu vile vile wa riwaya, mashairi, hadithi fupi, tamthilia na hadithi za watoto kwa kuchochea watu binafsi kuandika. Tumefanya hivyo kwa kuanzisha tuzo ya kitaifa ya uandishi bunifu ya Mwalimu Nyerere, na tuzo hiyo imeshatolewa duru ya 3 mwaka huu, inatolewa kila tarehe 13 mwezi wa 4. Lengo la tuzo hii ni kuchochea watu wanaotaka kuandika wajitahidi kuandika sio tu ili washinde tuzo hii, lakini baada ya kushinda tuzo hii tuna bajeti ya fedha, tunawezesha vitabu hivyo kuchapishwa na kuchapwa na kusambazwa katika taasisi zetu ili kuhakikisha kwamba hatubaki nyuma, tuendelee kuwa na kina Shaban Robert wengi, Shafi Adam Shafi wengi na Penina Mlamba wengi, ili tusiache kukuza Kiswahili. Jambo jingine na pengine la mwisho katika haya makubwa ambayo yamefanyika katika miaka hii 50, hasa siku za karibuni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na nafurahi umeona mambo mawili pengine. Moja ni hili la vitabu vya lugha za kigeni zaidi ya Kiingereza. Umeona vitabu vya Kiarabu, vitabu vya Kichina na vitabu vya Kifaransa. Kwa sababu katika mtaala mpya sasa hivi Kiingereza ni lazima kwa wanafunzi wote na Kiswahili ni lazima kwa wanafunzi wote, na medium of instruction by default kwa shule za msingi ni Kiswahili. Medium of instruction by default kwa shule za sekondari kwenda juu ni Kiingereza. Japo sasa tumeruhusu, tunaweza tukafundisha masomo yote Kiswahili tukienda sekondari na masomo yote Kiingereza kwa shule za msingi kwa kibali maalum. Lakini katika mtaala mpya, ili kuhakikisha kwamba tunaendana na utandawazi, tumeongeza masomo 3 ya lugha za kigeni, nayo ni Kichina, Kiarabu na Kifaransa, kwamba endapo tuna wanafunzi wanataka kujifunza na walimu wapo wa kufundisha, masomo haya yatafundishwa, yatafanywa tathmini, na muona mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani Tanzania yuko hapa pamoja na sisi.
watafanya mtihani kama kawaida, watapata alama zao, watawasaidia kwenda mbele. Taasisi ya elimu haijabaki nyuma. Wakati tunaendelea kuandaa walimu wa kutosha katika maeneo haya, tayari taasisi yetu ya uongozi bora wa bodi na mtendaji na watumishi wote wa taasisi tayari imeshatoa vitabu kwa ajili ya kufanikisha azma hii. La mwisho katika kubwa katika hilo, umeona pale Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kwamba haikuelezwa, vitabu vya dini. Tumetumia mkakati maalum wa kushirikisha viongozi wa dini kwa umoja wao, kwa kuheshimu imani, kutekeleza wanavyotaka kwa muundo ambao wameukubali, kwa ajili ya kuandaa vitabu vya dini. Na nilifanya hivyo, mimi nilikabidhi kwa niaba ya TET vitabu kwa Shehe Mkuu wa Tanzania kwa elimu ya Kiislamu, na tuna vitabu ambavyo vinafundisha vile vile masomo ya Wakristo. Kauli mbiu ya shamra hizi ni kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Tunaamini penye nia pana njia. Naomba niwashukuru wadau wote walimuunga waziri wetu mkuu alipolianzisha hili. Na waziri wetu mkuu akigusa na mida wanaita nini ile, unagusa kitu kinakuwa dhahabu. Unaona makusanyo yalivyokuwa mazuri, na tunaamini yataendelea, ili kuiunga mkono serikali kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi mmoja anapata kitabu kimoja kwa somo moja atakalokuwa anasoma. Kwa masomo yote kila mwanafunzi apate kitabu kimoja. Tunafanya kazi vizuri sana na hazina vile vile, kuhakikisha kwamba bajeti inaendelea kuongezeka na inatolewa kwa wakati, ili kuhakikisha kwamba serikali inafanya ile ambalo serikali inapaswa kufanya kwa ajili ya kupata vitabu hivi. Mimi natoa shukrani sana kwa wadau wote ambao wamechanga. Najua baadaye utawapa shukrani kwa niaba ya wengine, na tutakupa orodha ya wote waliochangia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Najua wewe utawazungumzia, lakini na mimi naona vile vile niwaambie asante sana. Sasa shughuli hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ya kwako. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kusema hayo machache kidogo, lakini kukuomba, na nitakuomba yafuatayo. Kabla ya kuongea na hadhara hii, nitakuomba kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukabidhi vyeti kwa waliochangia katika juhudi hizi za kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kwa wale waliochangia shilingi milioni 25 kwenda juu, uweze kuwakabidhi vyeti vya shukrani, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Pili, nitakuomba ukabidhi vile vile kama ilivyoelezwa vyeti kwa wakilishi wa wastaafu ambao migongo yao ilitumika kuitengeneza TET na kufika hapa ilipofika. Wapo watendaji walishastaafu na wako wenye viti wa bodi ambao wameshastaafu. Nadhani ama watakuja wote au watakuja kwa wakilisha wengine, lakini vile vyeti hatimaye wote tutawapelekea. Na sisi kwa upande wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla hujaongea, tutakukabidhi kitabu chenye orodha ya wote waliokuunga mkono katika ile juhudi uliyoanzisha tarehe 7 mwezi wa 3 ya kuchangia kuweza kufanikisha lengo la serikali la kuwa na kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Labda wakati nafanya hivyo, na kabla sijakuomba uje hapa mbele kwa shughuli hizo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nieleze kwamba vitabu hivi tunavyovipeleka shuleni vinapelekwa kwa gharama ya serikali, lakini vipo kwenye maduka na wazazi wengine wanavinunua. Kwa hiyo mzazi anaweza bado kuvinunua vitabu, vinapatikana, kuhakikisha kwamba mwanao ana kitabu nyumbani vile vile vya kusoma. Juhudi hizi ni kuhakikisha kwamba maktaba za shule zinakuwa na vitabu vya kutosha. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.